Wazazi walio na watoto wenye mahitaji maalum katika kaunti ya Taita Taveta wametakiwa kuwapeleka watoto wao shuleni badala ya kuwatelekeza. Maafisa kutoka Hazina ya Kitaifa ya watu wanaoishi na ulemavu wakisema wanaendelea kujenga shule maalum katika maeneo bunge yote 290 nchini ili wanafunzi wapate elimu bora. Julius Joho ana mengi zaidi. Jengo hili lenye madarasa matatu eneo la Veruga Wundanyi ni afueni kwa wanafunzi wanaoishi na ulemavu, kwani kwa muda mrefu wamekosa jengo maalum kwa masomo yao, walimu wakipata wakati mgumu kuwafunza watoto hao. Hapa ikibainika kwamba wanafunzi hao hukosa masomo kutokana na umbali wa shule hizo. Asubuhi ng'ang'ane matatu ni 100. Kurudi pikipiki ni 200. Hiyo ni 300. Si unaona hiyo changamoto? Sasa kama huna uwezo, hutaweza kuleta mtoto hapa. Ninasema hivyo kwa sababu niko na mjukuu wangu anasoma hapa. Wito ukitolewa kwa wazazi walio na watoto wenye ulemavu kuwapeleka shuleni ili kupata masomo, baada ya kubainika kuwa watoto wengi hufungiwa nyumbani na kunyimwa uhuru wa kupata elimu. Manake wakitoa watoto ndio watasaidika, lakini wakiwaweka huko ndani na kuwaficha, wale watoto hawatasaidika na tayari wana shida. Sasa ni ombi langu hao wazazi wafungue roho zao tu, manake yule mtoto ametoka kwa Mungu akiwa na hali hile, lakini wakisaidiwa watasaidika. Tumesha nakili watoto 42 ambao wanatakikana kuja kuanza kusoma hapa. Hiyo ni kulingana na takwimu ambayo ilichukuliwa karibuni. Kwa hivyo tunatarajia watoto 42. Kwa saizi tuko na watoto 31. Kwa hivyo kuna watoto 11 bado wako pale nje, tunatarajia waletwe ili wajiunge na hapa. Mwanachama wa bodi ya Hazina ya watu wanaoishi na ulemavu Meja mstaafu Mazden Madoka akisema ujenzi wa madarasa matatu katika shule ya Veruga ni afueni kubwa na kwamba mradi kama huo utaendelea kote nchini. Na tunaomba nyote muwe tayari kusaidia, kwa sababu wale walemavu si kwa makosa yao, ni hali ya kiafya na mwili ulivyo. Kwa hivyo sisi tunashukuru wale wote wamefika siku ya leo, na sisi tutaendelea Kenya nzima kujenga shule kama hizi au kusaidia vile tunavyoweza. Kama tungeweza tena kufanikiwa, shule nyingine ijengwe karibu na wale ambao hawezi kufika mahala hapa, wasaidiwe na wao wapate masomo kama hawa wengine. Hiyo ndio changamoto inakumba wazazi ambao hawajiwezi kifedha na umbali pia wa shule. Wito sasa unatolewa kwa wazazi ambao wana watoto wanaoishi na ulemavu kuweza kuwatoa ili waweze kupata elimu. Nikiripotia runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Taita Taveta, mimi ni Julius Joho.